Wazazi wangu, nachotaka kusema nini? Mimi kijana wenu ni mkweli sana, na nataka niwahakikishie kwamba tutaendelea kuwapigania kwa bila uoga mahala popote. Tutaendelea kuyasongesha maendeleo ya Tanzania kwa bila uoga mahala popote. Tutaendelea kumsimamia kiongozi yoyote yule katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila kuogopa na wakati wote. Na mimi msimamo wangu, viongozi wote wanakosolewa. Kila kiongozi hawezi kuwa na kinga ya kutokosolewa. Diwani anakosolewa, mbunge anakosolewa, rais anakosolewa. Lakini pia wanapofanya vizuri wanapongezwa. Kwa hiyo wananchi wote wanaotoa mawazo mbalimbali Tanzania kwa ajili ya kuishauri serikali, kwa ajili ya kulishauri bunge, wako sahihi na wasizuiwe na mtu yoyote. Hatuwezi kuzimaliza changamoto za taifa letu. Hatuwezi kuzimaliza changamoto za taifa letu kwa kuongea kwa lele mama, kwa kutokuambizana ukweli. Hata mahala palipoharibika mnapongezana. Watu wanatekwa, nyinyi mnapongezana, badala ya kuhakikisha kwamba waziri aliyoko madarakani, waziri wa mambo ya ndani, wananchi wanatekwa. Anatekwa mwananchi wa kwanza, anatekwa mwananchi wa pili, anatekwa mwananchi wa tatu, anatekwa mwananchi wa 80, bado yuko ofisini. Nilipoenda kumsalimia Faza Kitima hospitali kule Dar es Salaam, tukakutanisha uso, anayemsalimia mwenzake analia, anayesalimiwa analia. Amejeruhiwa vibaya. Kiongozi wa dini yule, kazi yake ni kumwomba Mungu tu na kuliombea taifa hili. Anavamiwa na watu wanaoitwa wasiojulikana. Tunawezaje kuwa na waziri anayejulikana alafu wanayoleta madhara ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawajulikani? Tunawezaje kuwa na wizara inayoitwa Wizara ya Mambo ya Ndani? Tunawezaje kuwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo kazi yake ni kushughulika na wahalifu, alafu wahalifu wakavishwa jina la kutojulikana? Anatekwa huyu wa kwanza, sawa. Anatekwa wa pili, sawa. Anatekwa wa tatu, sawa. Ni lazima kama taifa tuwe na hasira na mambo ambayo sio ya kawaida. Na pia damu kumwagia katika nchi ni laana pia. Tunaiingiza nchi yetu kwenye laana. Nitoe mfano. Ninatoa mifano ya kueleweka. Mfano kama huu, nikupe mfano kama huu. Na rafiki yangu mtoto wa Mama Samia Suluhu Hassan anaitwa Abduli. Rafiki yangu nampenda na mheshimu. He's my friend. Natoa mfano sasa. Ikatokea Abduli mtoto wa Mama Samia, wa mwenyekiti wangu, wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye. Kesho kaokotwa hana macho. Unachukuliwa kwenye basi na watu wanaona, kesho unaokotwa huna macho. Sasa how do you feel? Utajisikiaje? Ikatokea mtoto wa Askofu Gwajima, Jordan, amechukuliwa, ameondoka naye, kesho anaokotwa hana macho. Mtoto wa Majaliwa, Kassim Majaliwa, waziri mkuu, anachukuliwa, kesho anaokotwa hana macho. Anafatwa ndani ya nyumba. Kwa mfano ni kama ilivyokuwa kwa Mdude, amefatwa ndani ya nyumba, wanavunja nyumba. Mke wake anaona, mume wake anavuliwa, anapigwa si nyundo au nini. Halafu baada ya siku unaona michirizi ya damu, ameondoka hivyo. Ni mtoto wa nani huyo? Ni mtoto wa Wambura IGP. Ni mtoto wa DJIS. Ni mtoto wa mkuu wa jeshi la wananchi. Hivi kweli inawezekana hivyo? Haiwezekani. Kwa nini sasa tunaona hao wanaopotea kana kwamba ni mbuzi, ni kondoo? Lazima tufike wakati, mimi naamini si vyombo vya dola vinavyofanya haya, kwa sababu vyombo vya dola they are competent enough kufanya mambo bila kuacha trace.
chombo cha dola kinajitambulisha kwenye hoteli ya kimataifa kama Serena. Sisi ni polisi toka ndani. Halafu huyu mtu amekuja kuokotwa kesho. Huyu dada wa Kiganda huyu Agatha Atuhaire anasema, nimeona kwenye YouTube, hata amevuliwa nguo zote. Halafu anapigwa sehemu za siri na watu waliojitambulisha kama vyombo vya dola. Hiki kitu ni aibu kwa nchi. Hatuwezi kuwa na watalii siku zijazo. Hoteli zetu haziwezi kuaminiwa, mahusiano yetu yanaharibika. Mimi siwezi kukaa kimya. Wale mnaokaa kimya kaeni. But I can't take it. Siwezi mimi kukaa kimya. Tanzania ni yetu sisi sote. Tanzania kwanza, anything else follows.